mtazamaji na msikilizaji wa kipindi cha Taa ya Miguu Yangu. Nichukue nafasi hii tena kukukaribisha katika kipindi kinachofuata. Lakini kabla hatujaendelea, nikualike tuombe. Mungu wetu mwema, mtakatifu, uketie juu mbinguni, mfalme wa milele, tunakushukuru tena kwa nafasi uliyotupatia kuhitaji kujifunza kutoka katika neno lako. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atuongoze kuelewa neno lako tunalojifunza. Tumeomba hivyo kwa jina la Yesu. Amina. Karibu tena ndugu msikilizaji na mtazamaji wa kipindi hiki cha Taa ya Miguu Yangu. Ni nafasi nyingine tumepata kwa ajili ya kujifunza pamoja, na kama ambavyo nimekuwa nikikumbusha siku zote, tunaendelea kujifunza juu ya kitabu cha Ufunuo. Ufunuo wa Yesu Kristo aliyouleta kwa watu wake kupitia mkono wa malaika na kwa Yohana mtumishi wake, ambaye habari zake tumejifunza kwa kina, na ni kitabu ambacho Mungu ametamani sana tujifunze kwa bidii, kwa sababu nabii uliomo katika kitabu cha Ufunuo umefunuliwa kwa ajili ya wakati wa mwisho, na isingehitajika kufungwa au kufunikwa kama ilivyotajwa katika kitabu cha Daniel. Na tumekuwa tukiendelea kujifunza hatua kwa hatua, na tunaendelea bado kujifunza juu ya makanisa 7 ambayo yanatajwa katika sura ya pili, kuanzia sura ya pili ya kitabu cha Ufunuo. Yalitafasiriwa katika sura ya kwanza kama tulivyojifunza, na makanisa haya ni makanisa halisi yaliyokuwa katika nchi ya Uturuki, maeneo ya Asia ndogo. Makanisa haya yaliwakilisha vipindi 7 vya kanisa la Mungu, vya safari ya kanisa la Mungu hapa duniani. Kwa hiyo ni vipindi mbalimbali vya mpito ambavyo kanisa limesafiri mpaka hapa tulipo na huku tunakokwenda. Tumejifunza juu ya kanisa la Efeso, kanisa lilokuwa la kwanza kabisa, kanisa la mitume, kuanzia mwaka 31 AD mpaka mwaka 100. Tukajifunza juu ya kanisa la Smyrna, alafu tukajifunza juu ya kanisa la Pergamo, tukajifunza juu ya Thyatira, na tukajifunza juu ya kanisa la Sardi, na leo tunaendelea kujifunza juu ya kanisa la Philadelphia ambalo tulijifunza katika somo lililopita. Maana katika kanisa hili kuna mambo na matukio muhimu sana ambayo tunaendelea nayo hata katika wakati tunaoishi. Maana ni kanisa la 6 au kipindi cha 6 cha safari la kanisa ya kanisa la Mungu, ambacho kinafuatiwa na kanisa la mwisho au kipindi cha mwisho cha kanisa cha safari ya kanisa la Mungu hapa duniani. Tulisoma kwenye kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 3 na lile fungu la 7, nasema, kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufunga wala hapana afunguaye. Asema, na yajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Na fungu la 9 anasema, tazama nakupa walio wa sinagogi la Shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi nao sio, bali wasema uongo. Tazama nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako na kujua ya kuwa ninakupenda.
Fungu la 10 anasema, kwa kuwa wamelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote. Huwajaribu wakao juu ya nchi. Na fungu la 11 anasema, naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka humo tena kabisa. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemi mpya ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe ni lile jipya. Fungu la 13 anamalizia ujumbe huu kwa kusema, yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Ujumbe kwa kanisa la Philadelphia ni ujumbe muhimu sana. Kanisa hili katika somo lililopita tuliona kwamba maana ya kanisa au maana ya jina Philadelphia ni upendo wa ndugu. Ni watu waliokuwa wanapendana kama ndugu kwenye huo mji. Walisaidiana mmoja kwa mwingine, lakini pia walipeana taarifa muhimu, ziwe za heri au za shari, kwa sababu ya ule upendo uliowasukuma. Ni mji ambao watu wake waliishi katika mazingira ambayo milima ilizunguka na kutengeneza mlango ulio wazi usioweza kufungwa. Na mazingira haya ndiyo yanayokopiwa katika neno la Mungu kusema ya kwamba Mungu anasema ya kwamba ameufungua mlango mbele yake ambao hakuna mtu anayeweza kuufunga. Na Yesu anajitaja ya kwamba yeye akifunga hakuna anayeweza kufungua, lakini pia akifungua hakuna anayeweza kufunga. Na tulipokuwa tunaendelea kujifunza, tuligundua ya kwamba mlango huo unatajwa pia kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 4. Tutakuja tujifunze kwa kina, lakini inazungumza kwamba mlango umefunguliwa mbinguni. Na tulipokuwa tunafuatilia tafasiri ya mlango, tukagundua ya kwamba mlango unaweza ukahusisha na kile ambacho Yesu anakifanya sasa, na hilo tutalijifunza kwa sasa, lakini ulikuwa pia unahusisha injili inayohubiriwa au habari njema inayohubiriwa katika ulimwengu wote, kwamba watu wa wakati huo waliondoka kwenda nchi mbalimbali na mabara mbalimbali kuhakikisha ya kwamba ujumbe walio nao wa wakati wao, ujumbe waliofunuliwa wakaufahamu, wakahakikisha ya kwamba unawafikia watu wa maeneo mbalimbali. Tukaona jinsi watu walivyokwenda katika mabara mbalimbali na nchi mbalimbali, watu walijitolea kwenda kuhubiri. Na hili ni fundisho kwetu hata sisi tunaoishi nyakati ambazo zinatajwa ya kwamba ni karibu na hatima au mwisho wa historia ya dunia. Si vizuri kukaa kimya na ujumbe ambao unapaswa kuwaendea watu wote wanaohitaji wokovu. Na inatuambia ya kwamba na sisi tunapaswa kupendana kama ndugu. Kwa kuwa unapenda kuokolewa, kwa kuwa unapenda kwenda mbinguni, penda na jirani yako pia aende mbinguni. Kwa kuwa unapenda kuokolewa, penda na jirani yako pia apate kuokolewa. Penda ndugu na jamaa zako wapate kuokolewa. Hii ni kwa sababu ulimwengu unakwenda mahala ambapo kutakuwa na hatima ambayo itawafanya watu watengane milele. Kwa maana ya kwamba wale watakao kwenda mbinguni watakuwa wametengana kabisa na wale watakao kuwa wamekosa nafasi ya kwenda mbinguni. Yaani, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, ujumbe huu unatuambia ya kwamba kumpenda ndugu yako, ukamwambia habari za Mungu, na hatimaye akaongoka na kuwa mtu atakayeokolewa kama wewe, ndivyo atakavyodumu kuwa ndugu yako. Kwa lugha nyingine ni kwamba kuna siku utashangaa mama yako anakoma kuwa mama yako, baba yako anakoma kuwa baba yako, au ndugu yako au mjomba wako anakoma kuwa mjomba wako. Kwa sababu ikiwa utakwenda mbinguni ukamwacha duniani, basi amekoma kuwa mjomba wako, amekoma kuwa mama yako, amekoma kuwa ndugu yako au jirani yako mliyependana kama tangu zamani. Kwa hiyo
wao watu wa kanisa linalowakilishwa na kanisa la Philadelphia, yaani kipindi hiki kulikuwa na upendo wa kutaka kuhakikisha ya kwamba kile wanachokifahamu kiwafikie na watu wengine. Na tunaona ya kwamba ni kipindi kilichofuata baada ya kipindi kilichowakilishwa na kanisa la Sard, kanisa ambalo lilifunga historia ya kipindi cha mateso kilichokuwa kimetajwa ndani ya Biblia, yaani kuanzia mwaka 538 mpaka 1798. Hicho ni kipindi cha zama za giza kabisa, na humo ndani tunayakuta makanisa mawili, kanisa la Thiatira pamoja na kanisa la Sard, makanisa yaliyopita katika wakati mgumu, wakati wa mateso. Kanisa la Thiatira lilipita wakati wa maridhiano, watu wakaridhiana na uovu, ukweli ukachanganywa na uongo, kiasi kwamba ilikuwa ni ngumu sana kutofautisha kati ya ukweli na uongo, na uongo ukakua mpaka unaathiri mpaka leo. Kwa mfano, tuliona ya kwamba unapokuwa unaiona leo siku ya kwanza ya juma imeshikwa na watu wengi katika swala la ibada, huo haukuwa mpango wa Mungu tangu mwanzo. Tangu mwanzo wa uumbaji Mungu aliweka siku ya saba kama siku ya ibada. Sasa inapotokea kuanzia katika kipindi hicho cha mwaka 538 wakati sabato ya siku ya saba ilipopigwa marufuku na ikaendelea kudumishwa ibada ya siku ya kwanza ya juma kwa takriban miaka 1260 kwa kulazimishwa, iwe unapenda au hupendi, iliondoa historia na watu wakapoteza kumbukumbu ya maana sana, kumbukumbu ambayo inahitajika kwa vizazi vyote. Na ndio maana nadhani ukisoma kwenye kile kitabu cha Kutoka sura ya 20 na ile fungu la 8, Mungu anapozungumzia juu ya amri ya saba, amri ya 4 ambayo inataja siku ya ibada, anasema ikumbuke siku ya sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Kwa maana nyingine ni kwamba alijua kwamba wanadamu wanaweza wakafanywa wasahau, wanaweza wakamchakato kama huo wa miaka 1260. Watu walisahau kabisa, wakashindwa kuelewa ukweli ulivyo katika swala la ibada. Kwa hiyo ni kipindi cha mpito, kipindi ambacho makanisa hayo mawili au vipindi hivyo viwili ya Thiatira pamoja na Sardi ilikuwa ni vipindi vigumu. Lakini baada ya miaka 1260 kupita iliyokuwa imetabiriwa, na baada ya kung'olewa kwa utawala wa upapa mwaka 1798, watu walianza kutegemea ufalme mwingine. Walianza kujua ya kwamba kama walivyozoea kuona ufalme ukitoka mwingine unaofuata na mwingine unafuata, na ndivyo walivyoshuhudia, na historia inaonyesha hivyo. Maana ulipotoka ufalme wa Babeli kutawala dunia, ulichukua nafasi ufalme wa Wamedi na Waajemi, na baada ya Wamedi na Waajemi kutoka ulikuja Uyunani, na Uyunani ulipotoka ikaja utawala wa Kirumi, Rome Empire, yaani dola la Kirumi. Na hilo dola la Kirumi sasa lilipoendelea mpaka likaja kuinua muungano wa dini na serikali, kitendo ambacho baada tu ya kung'olewa kwa utawala huo ambao tulijifunza tukaona ya kwamba Jenerali Bethia mwaka huo 1798 tarehe 11 mwezi wa pili 1798 alimkamata papa aliyekuwa kiongozi wa dini enzi hizo na kumweka jela, akafia huko. Na kitendo hicho kikafanya unabii unaosemwa kwenye kitabu kile cha Ufunuo sura ya 13 na lile fungu la 3 kwamba jeraha la mauti lilimpata, na ingawa baadaye lilipona, lakini unabii huo ulitimia kwa jinsi hiyo. Na lilipona lini? Mwaka 1929 wakati Muslim mfalme
wa Italia aliporudisha mamlaka kwa upapa mwaka huo. Kwa sababu hizo basi watu wakawa wanatarajia ya kwamba pengine kuna ufalme mwingine utatokea baada ya huo, lakini unabii unaonyesha ya kwamba hakuna unabii ufalme utakaotokea kutawala dunia. Tangu enzi zote ilivyotabiriwa, hatima yake ilikuwa tu kwamba baada ya dola ya Kirumi hakuna ufalme mwingine utakaotawala dunia, isipokuwa utakuwa unatawala kichini chini, yani utakuwa unatawala kwa siri. Soma kitabu kile cha Wathesaloniki wa pili na ile sura ya pili fungu la 7, anasema ya kwamba ile siri ya uasi hata sasa inatenda kazi, hata sasa inaendelea kutenda kazi. Kwa hiyo watu wakatazamia kitu kama hicho, lakini wakaja wakagundua ya kwamba ahadi ya Mungu iliyokuwepo baada ya hili lililotabiriwa kwenye kitabu cha Danieli sura ya 7, ile hasa lile fungu la 25, wakaja wakagundua ya kwamba ahadi ya Mungu ilikuwa hivi. Ukisoma fungu la 26 na 27, anasema ya kwamba lakini hukumu itawekwa, nao watamuondolea mamlaka yake, kuipoteza na kuiangamiza hata milele. Na fungu la 27 anasema na ufalme na mamlaka na ukuu na ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu wa Mungu watakatifu wake aliye juu. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii. Na haya ni maneno yanayokuja baada ya kuwa tumesoma fungu la 25 linalosema naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, na nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati, nyakati 2.5 wakati. Tulipokuwa tunajifunza juu ya unabii huo, tuliona ya kwamba nyakati zinazotajwa hapo, wakati, nyakati 2.5 wakati, ni miaka halisi 3.5. Ukigeuza siku zake zinakuwa siku 1260 ambazo kiunabii zinatengeneza ile miaka ya zama za giza 1260 kuanzia mwaka 538 mpaka mwaka 1798. Sasa unabii huu ulikuwa unaonyesha ya kwamba kweli pembe ndogo, upapa ulioinuka ungetenda makubwa, ungenena kinyume chake aliye juu mbinguni, ambaye ni Mungu wa mbinguni, lakini ungewadhoofisha watakatifu. Na kweli watakatifu walidhoofishwa katika kipindi hicho chote cha zama za giza. Watu walidhoofika kiroho, hawakuwa na nguvu tena za kumwabudu Mungu kwa uhuru, na wengine waliteswa, wengine waliuawa kwa mwili, wengine wakauawa kiroho, wakaingiziwa mafundisho ambayo yaliwachanganya, na vizazi kadri vilivyoendelea watu wakapotoka, na ndipo yakabaki mafundisho ya mapokeo yaliyo ambayo yamesimama mpaka leo. Ukiyafuatilia unayaona yakiwa yanatimizwa duniani. Sasa ilitabiriwa ya kwamba atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, lakini ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati, nyakati 2.5 wakati. Huo ni unabii uliokuwepo kwamba utawala huo wa pembe ndogo utakaa kwa muda wa miaka 1260, lakini utakuwa umewadhoofisha watakatifu na utakuwa umeazimu kubadili majira na sheria. Majira ya ibada yalibadilishwa, sheria za Mungu zikabadilishwa. Badala ya sheria kama zilivyo katika Biblia zikaondolewa zingine, na zingine zikatungwa kwa niaba ya hizo zilizoondolewa, kwa maana ya amri ya pili iliyokuwa inazungumzia juu ya ibada ya sanamu ikaondolewa, na bahali pake ikaja ikasogezwa amri ya 10, ikakatwa mara 2, zikarudishwa kuwa amri 10, lakini si zile zilizotolewa na Mungu wala zilizo katika maandiko. Kwa hiyo alipewa uwezo wa kubadili majira na sheria, na alifanya hivyo, nao watu wa Mungu wakadhoofika, wakawa dhaifu kabisa. Lakini kilichokuwa kinafata sasa ndicho hiki ambacho
kinasemwa fungu la 26 ya kwamba lakini baada ya hayo, lakini hukumu itawekwa, nao watamuondolea mamlaka yake, kuipoteza na kuiangamiza hata milele. Mamlaka hiyo aliyokuwa amepewa itanyakuliwa kutoka kwa, itaondolewa. Na tunaona miongoni mwa watu waliohusika kuiondoa hiyo mamlaka ni serikali ya Kifaransa chini ya Jenerali Berthier, aliyediriki kumkamata kiongozi huyu mkuu na kumfunga hadi akafia jela. Kwa hiyo mamlaka yake ikaondolewa, na ni mamlaka iliyoondolewa hata milele, ingawa ipo ikifanya kazi kwa siri, lakini si katika uwezo ule wa kwanza, uwezo ambao ulikuwa unaweza kufanya dunia yote itetemeke juu yake, na si katika uwezo ambao wanaweza kuingiza mambo yake bila kuwahusisha wengine. Lakini fungu la 27 anasema na ufalme na mamlaka na ukuu na ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu watakatifu wake aliye juu. Watu wakagundua ya kwamba kumbe sasa mamlaka na ufalme hautakuwa juu ya mtu yeyote isipokuwa kwa watu wa Mungu wanaomtafuta Mungu. Watu wanaomcha Mungu ndio ambao watapewa hiyo mamlaka, na ufalme wake ni ufalme wa milele, na wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii. Yaani kwamba hata yeyote atakayeinuka na mamlaka, yawe ya kidini, yawe mamlaka ya kisiasa, bado atamtumikia Mungu. Ndio maana unaposoma kwenye kile kitabu cha waraka kwa Warumi sura ya 13, sema hakuna serikali ambayo inawekwa na Mungu asiruhusu na Mungu akaacha kuiruhusu ikafanya kazi. Serikali zote zinawekwa na Mungu, na anashauri ya kwamba wakati fulani Mungu anazitumia serikali hizi kutawala na kuongoza watu wake na kuwapatia watu wake nafasi ya kufanya mambo ya kiroho. Kwa mfano, zipo serikali ambazo zinakandamiza uhuru wa dini, lakini zipo serikali ambazo zinaruhusu uhuru wa dini. Na kuna wakati ambapo hata inatokea shida kubwa, Mungu anatumia hizi serikali kuwasaidia watu wake. Hebu fikiria kwa mfano, inapotokea maharamia au watu wabaya wamevamia nchi, basi Mungu anatumia majeshi ya nchi hiyo kuhakikisha ya kwamba wanawatokomeza hao maharamia au watu waliovamia nchi, ili kutokuwadhuru watu wake, maana watu wote ni watu wa Mungu. Kwa hiyo serikali zote zinamtumikia Mungu. Serikali zote zitakuwa chini ya mamlaka ya Mungu. Mungu hajatoa mamlaka yake juu ya kitu chochote. Lakini hata zile mamlaka za kidini bado watakuwa chini ya Mungu. Maana unaweza ukashangaa ya kwamba pamoja na madanganyo mengi, wapo watu wengi katika makanisa na madhehebu ambayo wana mioyoni mwao wanamcha Mungu wa mbinguni, na hata wakifa wanakufa katika mazingira ambayo Mungu anapohukumu mioyo yao hawana hila yoyote. Na imebaki tu kwamba hata wale wenye mamlaka ya kidini ni wale tu wanaokuja kuelewa na kuamua kufuata utaratibu huo wa uongo wakiwa wanajua, lakini wengi wa wao wanaokuwa wamedanganywa bado wanakuwa na ile hofu ya kumcha Mungu. Anasema ya kwamba na wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii. Na utakuja kushangaa ya kwamba watu wengi hata ambao uliona kama walipotezwa, lakini nuru waliokuwa nayo pekee ni hiyo, hakuna iliyoongezeka. Utakuja kushangaa ya kwamba ni miongoni mwa wengi watakaookolewa. Kwa hiyo mamlaka zote leo duniani zinamtumikia Mungu katika namna ambayo hata zenyewe hazijui, na hata shetani wakati fulani inabidi afanye katika namna ambayo atapata wachache au wengi, lakini kwa kufanya mambo na kudanganya watu kiasi ambacho hata wengine wanapata nuru kupitia hayo madanganyo anayokuwa anayafanya kupitia maeneo mbalimbali na mitego aliyoiweka. Bado kuna watu wanapata nuru na kuokolewa. Kwa hiyo watu walipogundua hivyo kwamba ufalme unaotajwa kwamba utakuja ni ufalme wa Mungu, wakawa sasa wanasubiri kuja kwa Yesu mara ya pili. Maana ndiye mfalme ambaye ukisoma kitabu kile cha Danieli sura ya 2 utaona mfalme Nebukadreza akiwa ameliona lile sanamu
ile sanamu aliyoiona, ikiwa ya fedha, ikiwa ya dhahabu, ikiwa ya shaba na udongo uliochanganywa na chuma. Ukisoma ile sura ya pili ya kitabu cha Danieli, utagundua baada ya pale fungu la 45 sura ya pili ya Danieli, anasema ya kwamba ufalme wa Mungu ndio utakao kuja, na utakuwa ni ufalme wa milele, ufalme wa kudumu ambao Mungu hatamwachia mtu yeyote kumiliki. Muda si mrefu, haya ni mapito duniani, changamoto zipo. Hata sasa tunatazamia ukengeufu mkubwa unaotajwa kwenye kile kitabu cha Wathesaloniki wa pili sura ya pili, kwamba lazima utokee ndipo Yesu aje. Ukengeufu ambao utafanya dunia itawaliwe na maagizo yatoke, kama inavyotajwa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 14. Yule mnyama atakapokuja ataamurisha watu kuabudu katika siku ya kwanza ya juma badala ya siku ya saba, na atawatia muhuri watu au alama yake kwenye vipaji vya nyuso zao na kwenye mikono yao. Lakini Biblia inasema ya kwamba pamoja na hayo, Mungu anasema ya kwamba mamlaka yake hataachiwa. Watu wake hata katika mateso, watu wake hata katika amani, bado wataendelea kuwa chini ya utawala wa Mungu. Wale watakao kuwa na muamini hata wajapokufa watakuwa wanaishi, maana siku atakapokuja watafufuliwa na kuendelea na maisha. Na tumeshuhudia watu wengi hata katika mfululizo wa vipindi hivi tunavyojifunza, watu kama kina Martin Luther, watu kama kina John Huss, watu kama kina Jerome, watu waliokufa katika mazingira magumu, mengine ya mateso, wengine ya kuchoma moto, bado wamekufa mikononi mwa Mungu. Kwa hiyo watu walipogundua ya kwamba ufalme unaokuja ni ufalme wa Mungu, walianza kuchunguza unabii wa Biblia, hasa kitabu kile cha Danieli sura ya 8 na lile fungu la 14. Kitabu hiki cha Danieli sura ya 8 na lile fungu la 14 inasomeka hivi. Fungu la 14 asema, akamwambia hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Kwamba mtu mmoja anayeitwa William Miller baada ya kusoma na kutafasiri ujumbe huo unaopatikana kwenye kitabu cha Danieli sura ya 14, William Miller waliamini ya kwamba William Miller pamoja na wengine waliamini ya kwamba Yesu anakuja kutakasa patakatifu pa hapa duniani. Yaani kama ujumbe unavyosema ya kwamba hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Sasa patakatifu palipokuwa panatakaswa, wakadhani kwamba ni pa hapa duniani. Maana hata hivyo uzoefu wa maandiko, ukisoma kwa kitabu cha Kutoka sehemu kubwa, hasa kuanzia ile sura ya 25, inazungumzia patakatifu na patakatifu pa kawaida palipokuwa katika hekalu la Mungu wakati wa Israeli. Sasa watu wakadhani ya kwamba patakatifu panapokuja kutakaswa ni hapa duniani, na kitendo hicho kitamfanya Yesu aje mara ya pili. Kwa hiyo kwa kujifunza hivyo, wakatoka na imani hiyo, wakaamini ya kuwa Yesu anarudi kupatakasa patakatifu pa hapa duniani. Na hii ilikuwa ni kwa mujibu wa unabii wa majuma 70 uliokuwa umetabiriwa kwenye kile kitabu cha Danieli sura ya 9 na siku 2300 2300 tunazozisoma kwenye kitabu cha Danieli sura ya 8 na ile fungu la 14. Yaani hizo siku 2300 ni miaka halisi 2300. Tulijifunza hapo nyuma, tukaona ya kwamba kuna wakati Mungu anapokuwa anazungumza siku anamaanisha miaka. Mfano, unaposoma kwenye kitabu cha Ezekieli sura ya 4 na lile fungu la 6, anasema ya kwamba siku moja kuna wakati inasimama badala ya mwaka mmoja. Kwa hiyo hizi siku 2300 zinazotajwa hapa kwamba hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Asubuhi na jioni inawakilisha siku ya masaa 24, lakini sio siku kama siku zinazotajwa kiunabii.
iliwekwa katika fumbo ili ikiwezekana wakati utakapofika zifunuliwe kwa watu, maana kama zingejulikana wazi katika kipindi hicho, watesi na watu walionuia kuharibu na kusambaratisha Biblia tangu mwaka 1538 na kuendelea, pengine ingehakikishwa kusambaratishwa kabisa na kutopata hata kumbukumbu ya kurejea, ambayo baadaye iliruhusu Biblia ikachapwa na kutafasiriwa kwa lugha mbalimbali, na imeenea hata leo tunasoma Biblia ambayo ni Biblia ya asili. Kwa hiyo kwa kuangalia huo unabii wa majuma 70 ambao tunausoma kwenye kitabu cha Danieli sura ya 9, labda nisome kuanzia lile fungu la 24. Anasema muda wa majuma 70 umeamuliwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kuisirisha dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono na unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Ale fungu la 25 linasema, basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani za Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7, na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu za handaki, naam, katika nyakati za taabu. Huu nabii ulitajwa baada ya kuwa, unaposoma kwenye kitabu hicho cha Danieli sura ya 9, utakuta Waisraeli kwa sababu ya makosa waliokuwa wameyafanya na namna walivyomwasi Mungu, walikwenda utumwani kwa Babeli kwa muda mrefu kabisa. Muda ulipofika, unabii ulikuwa umetabiri ya kwamba baada ya miaka 70 watarudi tena Yerusalemu. Sasa wakati mji huo unaanza kujengwa, nabii Danieli anaonyeshwa na malaika Gabriel. Ukisoma hiyo sura ya 9 yote utaelewa ninachokisema, kwamba utakapoona amri imetolewa ya kujenga upya Yerusalemu, ujue ndio mwanzo wa zile siku 2300. Kwa hiyo siku 2300 au miaka 2300 inaanza pale tangazo la kujenga upya Yerusalemu litakalotolewa na mfalme wa Babeli litakapotangazwa. Na tulipokuwa tunajifunza somo lililopita kwa kipindi hiki au katika somo hili la kanisa la Philadelphia, tuliona ya kwamba mwaka 457 mfalme wa Babeli alitangaza. Ukisoma kitabu kile cha Ezra sura ya 7 kaanzia fungu la 11 na kuendelea, utaona kwamba mfalme alitangaza ya kwamba Yerusalemu iende ijengwe upya, na akatoa hata fedha za ujenzi, akatoa na kila kitu na ulinzi wa kwenda kusimamia ujenzi. Hilo halikuwa jambo la kawaida kwamba nchi iliyokuwa imewachukua watu mateka ifike mahala iruhusu tena warudi wakajenge. Nilikuwa ni unabii uliokuwa umeonwa zamani na umetabiriwa zamani. Tarehe zilipofika, basi ilibidi warudi waanze kujenga. Na sasa ujenzi huo ulianza miaka ya 459, miaka 457, na ukichukua hiyo miaka ukatoa miaka ambayo William Miller na wenzake walipiga hesabu zake, iliishia mwaka 1844 kama tulivyogusia kwa uchache. Lakini ukiendelea kusoma anasema hivi, hiyo miaka iliyokuwa imekusudiwa na iliyotabiriwa kwenye hiki kitabu cha Danieli sura ya 9, hasa kuanzia hiyo fungu la 24 na kuendelea, ndicho kilichofungua akili za watu kutafiti kwamba Yesu sasa kama mfalme anayekuja anakuja lini. Na walipoangalia hilo fungu la 14 la kitabu hicho cha Danieli sura ya 8, na ili uelewe vizuri naomba tuanzie fungu la 9. Walipokuwa wanasoma Danieli sura ya 8 na lile fungu la 9 kuelekea lile fungu la 14 linalotuambia ya kwamba
akawaambia hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Dhana yao ilijengwa ya kwamba patakatifu panapokuja kutakaswa ni patakatifu pa duniani, yaani Mungu anakuja kutakasa dunia hii, aondoe dhambi na watakatifu wake waishi. Na ukisoma fungu la 9 linasema ya kwamba na katika moja ya pembe hizo ilitokea pembe ndogo iliyokuwa sana, yaani ilistawi sana, na hiyo niliyokuwa naizungumzia, upande wa kusini na upande wa magharibi na upande wa nchi ya uzuri. Na fungu la 10 anasema nayo ikakuwa kiasi cha kuifikiria jeshi la mbinguni, ikaangusha chini baadhi ya jeshi lile na nyota ikazikanyaga. Naam, ikajitukuza hata juu yake aliye mkuu wa majeshi wa jeshi hilo, ikamuondolea sadaka ya kuteketezwa ya daima, na mahala patakatifu pake pakaangushwa chini, na jeshi likatolewa kwake pamoja na sadaka ya kuteketezwa ya daima kwa sababu ya makosa, nayo ikaangusha kweli hata chini, ikatenda ilivyopenda na kufanikiwa. Yaani utawala huu wa serikali na kidini uliokuja kuanzia miaka hiyo ya 538 kuendelea ulileta madhara makubwa, na Mungu aliruhusu ufanye kama unavyotaka. Ndiyo maana ulibadili majira, ulibadili sheria na kadhalika. Na hapa anasema uliangusha kweli hata chini na ukatenda kama upendavyo. Fungu la 13 anasema ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena na mtakatifu mwingine, akamuuliza huyo aliyenena haya maono katika habari ya sadaka ya kuteketezwa ya daima na lile kosa lifanyalo ukiwa, yataendelea hata lini kukanyagisha patakatifu na jeshi? Yaani likawa swali gumu kwa nabii huyu, na nabii akamsikia malaika akimwambia mwenzake, yani akimuuliza mwenzake, haya yataendelea mpaka lini? Patakatifu pataendelea kukanyagwa mpaka lini? Na jeshi la mbinguni litaendelea kutukanwa mpaka lini? Ndipo sasa lile fungu la 14 linasema akamwambia hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Sasa jamii ya watu walioishi wakati wa kipindi hiki kinachowakilishwa na kanisa la Philadelphia waliposoma ujumbe huo wakajua ya kwamba kwa sababu uangamivu na mwisho wa upapa umefika mwaka 1998. Kwa hiyo hakuna utawala mwingine unaokuja isipokuwa utawala wa Yesu Kristo. Na hesabu za unabii zilionyesha kwamba Yesu angerudi mwaka 1844 badala ya 1843, kwa sababu ukichukua miaka 457 ukaongeza miaka 2300 utaona haifiki vizuri miaka iliyokusudiwa 2300. Lakini kilichofanyika ni kwamba wao wakajifunza wakaelewa ya kwamba badala ya mwaka 1843 atakuja mwaka 1844, na hii ni kwa sababu walichukulia kwamba kama tamko la kujenga Yerusalemu linalotajwa kwenye kitabu cha Ezra sura ya 7 fungu la 11 hadi 26 lilitolewa mwaka 457, lazima ujenzi wenyewe sasa ungelianza mwaka uliofuata kwa maana wa 456. Na hivyo ukichukua miaka 2300 ukatoa miaka 456 unapata miaka halisi 1844. Kwa hiyo wakawa wanajua ya kwamba mwaka ambao Yesu atakuja kuitakasa dunia ni mwaka 1844, na wakabaki kwenye huo unabii. Na utashangaa kwamba tangazo linatokea mwaka 457, lakini mwaka unaofuata
unakuwa mwaka 456. Hii ni kwa sababu kabla ya Kristo miaka ilikuwa inahesabiwa kuanzia juu kurudi chini. Ni tofauti na sasa ambapo tunahesabu kuanzia chini kwenda juu. Wakati huo ilikuwa inahesabiwa kutoka juu kuja chini, kwa maana ya kwamba ukitoka 47, ukitoka 57 unakuja 56. Kwa hiyo ukichukua miaka 2300 ukatoa mwaka unaofuata ule wa tangazo, mwaka wa 457, ambapo unarudi nyuma, sio kwenda mbele, mnarudi kuja 56, ndio unakuletea mwaka 1844. Kwa hiyo watu hawa wakaamini ya kwamba mwaka huo utakuwa ni mwaka ambao Yesu atarudi tena duniani, na kitendo hicho kikawafanya kwa sababu ni watu wanaopendana, na ni kipindi ambacho watu walipendana kwa kweli. Wale watu baada ya mateso yale kukomeshwa, baada ya shida zile kuisha na ukandamizaji wa kidini kuondolewa, ilitokea sasa watu wakapendana. Kwa hiyo wakapashana habari, wakaambiana kwamba habari za kuja kwa Yesu zimekaribia na Yesu amekaribia kuja. Na kwa kuzingatia unabii huu, wahubiri wengi wa Ulaya na watu wa Amerika, hasa kina William Miller, kuna wengine kina Wesley, Whitefield na wengineo, wakiwa wakiwa kwenye madhehebu ya wakati huo, maana yalikuwa madhehebu yanayoabudu katika siku ya kwanza ya juma, kwa maana ya madhehebu ya Baptist, Anglican na kadhalika. Walianza kutangaza marejeo ya Mwokozi kwa nguvu nyingi. Hali hii ifanya ulimwengu kuwa na mtazamo mpya, na kwa sababu hiyo mataifa yakaanza kufungua au kufunguka kwa ajili ya kupokea Injili. Kwa mfano kule China, mtu mmoja anayeitwa Robert Malson alienda akahubiri na kuambia habari za kurudi kwa Yesu, akatangaza kwa bidii yote. Lakini huku Afrika nako alikuja mtu mmoja anaitwa Robert Moffat. Huyu alikuja Afrika mwaka 1817. Walipogundua tu kwamba Yesu anakuja baada ya hizo hesabu, waliondoka kuhubiri, wakahisi ya kwamba hawatamani kwenda mbinguni, wakawaacha ndugu zao katika mabara mengine hawajui. Ndio maana mwaka 1841 David Livingstone naye alikuja Afrika. Akatembea katika maeneo mengi ikiwemo Afrika Mashariki. Kusudi lake lilikuwa ni kuhubiri kwamba Yesu anakuja, na tarehe ya kuja tayari walikuwa wamejifunza ya kwamba kwa mujibu wa unabii ule ni mwaka 1844, na wakajitahidi kuhakikisha ya kwamba kila mmoja anajua ujumbe. Tulipokuwa tunajifunza somo hili kwenye kipindi kilichopita, tuliona mtu kama David Livingstone, mtu ambaye alikuwa anamuomba Mungu na kutaka ufadhili wa kuja kuambia watu wa Afrika habari za kurudi kwa Yesu mara ya pili. Na mahala alipokuwa anafanyia ibada palichimbika kwa namna alivyoongeza bidii nyingi kumuomba Mungu, akiwa anasujudu eneo moja lile. Na Biblia aliyokuwa anaitumia kuhubiria kama niliyo nayo hivi, akawa anaidondoshea machozi mpaka ikatoboka matundu. Na historia inaonyesha kwamba ulikuwa ni upendo wa aina yake, kwamba nawezaje watu wa Yesu atakuja wakute hawajui. Na hili ni kemeo kwetu kwamba na sisi wakati ulimwengu unapofika mwisho, wakati tunapoona mwisho wa dunia unafika, na hali tumekaa kimya, hatuondoki kwa nguvu zetu, hatuondoki kwa uwezo wetu, hatuondoki kwa karama zetu, hatuondoki kwa talanta tulizopewa, hatuondoki kwenda kumhubiri Kristo, hatuambii watu habari za kurudi kwa Yesu mara ya pili ambako kumekaribia sana. Kitendo hicho kinakuwa kinyume na kipindi cha wakati huu, wakati wa watu wa Philadelphia, watu waliopenda kwamba kwa kupata ukweli ule lazima waje lazima watu wote waandaliwe na waambiwe ya kwamba Yesu anakuja tena. Na huu ukawa ndio mwanzo wa umishonari mkuu wa kuipeleka Injili ya milele inayotajwa kwenye kile kitabu cha Ufunuo sura ya 14 na lile fungu la 6 na kuendelea. Na huu ujumbe uliohubiriwa na William Miller na wenzake
uliwaelekeza watu kwamba itakuwa ni Oktoba 22, 1844. Hii walipataje? Baada ya kugundua kwamba hakuna mfalme mwingine anayeibuka, yule ndiye aliyekuwa mfalme wa mwisho. Kwa hiyo mfalme anayekuja ni Yesu. Ilibidi warudi wafuatilie historia, waangalie sawa, mwaka 457 ndipo amri ilitolewa, lakini katika siku gani na katika tarehe gani? Na kwa sababu historia mara nyingi haijifichi, watu wamekuwa wakijitahidi kutunza historia, wakapata hizo tarehe, na walipopiga mahesabu yao yakaangukia Oktoba 22 mwaka 1444 kama siku ya marejeo ya Yesu Kristo na utakaso wa hapa duniani, kwamba anakuja tena na kuitakasa dunia. Na watu walijitayarisha, watu walijitahidi kujitayarisha, lakini Bwana wao hakuja. Kwa bahati mbaya, kuna kitu kilitendeka, hakuja. Tarehe zilifika na miaka hiyo ilifika, lakini Bwana wao hakuja. Ila watu bila kujali madhehebu, bila kujali dini, bila kujali jinsia, bila kujali taifa, watu walijiandaa juu ya ujio wa Yesu Kristo. Na waliokuwa karibu na nchi za Ulaya na Marekani ni watu walioshuhudia watu wakiuza vitu vyao, wakiuza mashamba yao, wakiuza vitu vyao na kuvitumia kwenye kazi ya Mungu. Na laiti kama ingekuwa hivyo wakati wa hitimisho la historia ya dunia hii, wakati watu wakiona kabisa ya kwamba ulimwengu unakwenda mwisho, wangejitoa wao wenyewe, wangetoa fedha zao, wangetoa mali zao kuhakikisha kwamba injili inahubiriwa, habari njema inahubiriwa kwa jinsi zote, kwa njia za mawasiliano ya vyombo vya habari, kwa njia ya vitabu, kwa njia ya mahubiri ya hadhara. Watu waliopewa uwezo, wakapewa fedha, wangezitumia kuhubiri. Maana hao watu waliondoka wakauza mashamba yao, wakauza vitu vyao vya thamani, wakavitumia kuhakikisha ya kwamba injili inahubiriwa. Na ilihubiriwa mpaka mwaka 1844 kwa tarehe hizo, tarehe 22 Oktoba, wakiwa wanatazamia kuja kwa Yesu, wakashangaa kuna kimya ya ajabu. Sasa kwa nini Yesu hakurudi katika mwaka huu ambao kiunabii siku 2300, yaani miaka 2300 ilikomea exactly katika mwaka 1844, kwamba ililazimika sasa tukio maalum litokee. Na sasa tukio walilolifahamu ni kwamba kwa kuwa hakuna mfalme mwingine, maana walishazoea kutawaliwa na wafalme na wamezoea kuona dola zinapokezana. Yaani ni mfano, nchi kama ya Tanzania haiwezi kukaa bila rais. Ikitokea huyu amemaliza zamu yake, basi anayefuata anakuja, hivyo na inaendelea, na tumeshuhudia ikifanyika hivyo. Na tunashukuru kwa ajili ya amani iliyoko katika nchi yetu, kwamba hata mapokezi ya urais yanakuwa ni mapokezi ya amani. Ndivyo watu hao walivyodhani kwamba kwa kuwa utawala huu wa Kirumi umekoma, na historia imeonyesha ya kwamba ulitakiwa ukome kama ulivyokoma sasa, nani anayefuata? Walipogundua ni Yesu Kristo ndiye anayekuja, na ufalme hakuna mwingine isipokuwa ufalme wa Mungu ndio unaofuata, basi walijitahidi kuhakikisha ya kwamba wanafanya kila liwezekanalo kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Yesu mara ya pili. Sasa kwa nini Yesu hakurudi? Kuna mambo kadhaa ambayo tunapaswa kuyaelewa. Hao watu walikuwa wamepatia muda wa unabii kabisa, lakini walikuwa wamekosea tukio linalokwenda kutokea. Hicho ndicho kilichowakatisha tamaa. Hawamekata tamaa bila kujua, kwa sababu wao miaka ilikuwa ni sahihi, na katika miaka hakuna kilichokosewa. Tangu mwaka 457 mpaka mwaka 1844 ndio mwaka halisi wa unabii huo mrefu ulikuwa unafika mwisho. Kwa hiyo walipatia kipindi, walipatia muda waliupatia, lakini kitu walichokosea ni tukio gani linatokea, wakaweka kwamba Yesu anakuja duniani. Haikuwa hivyo. Pia kuna mambo mawili yalikuwa lazima kwanza yaeleweke kabla ya kuja kwa Yesu, na wale walioendelea kujifunza Biblia bila kukata tamaa, Mungu aliwafunulia ili kujua ni wapi wamepotea au walipokosea, na walifunuliwa mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, walifunuliwa kwamba patakatifu palipokuwa pakitakaswa kulingana na Danieli 8 fungu la 14,
ni ile huduma ya Yesu katika hekalu la mbinguni. Unajua hekalu la mbinguni, kusoma kile kitabu cha Kutoka sura ya 25 ukaanzia hapo, utaona ya kwamba Musa anapewa nakala ya hekalu la mbinguni, anaambiwa ajenge mahali patakatifu, na mahali patakatifu patakatifu mno. Na sasa huduma za kawaida zitafanyika katika mahala hapa patakatifu, ndipo watu watakwenda kuungama na kutoa sadaka za dhambi na kafara mbalimbali. Lakini mara moja kwa mwaka ataingia katika patakatifu pa patakatifu kama kuhani kwa ajili ya upatanisho, au siku ya kuwapatanisha wanadamu na Mungu wao wa mbinguni. Sasa kitendo hicho ndicho kilichofanyika sio duniani, lakini kilifanyika mbinguni, kwamba Yesu alikuwa anaingia katika huduma ya upatanisho. Ni ile huduma ya Yesu katika hekalu la mbinguni. Yaani kwa lugha ya rahisi, ni kipindi cha kuanza kwa hukumu ya upelelezi na huduma ya maombezi kutoka kwa ya kikuhani kutoka kwa Yesu Kristo. Na baada ya kumaliza huduma ya kwanza ya ukombozi wa mwanadamu kwa kifo chake pale msalabani, kumbuka kwamba hawakuwa wamekosea muda. Kitu walichokosea ni walikosea tukio litakalotokea, kwamba baada ya kuwa Yesu amemaliza huduma pale msalabani, palihesabika kwa mfano wa vyumba hivi sasa kama chumba cha kwanza. Yaani hatua ya kwanza ya ukombozi wa mwanadamu ni yeye kufa kifo ambacho alistahili mwanadamu kufa. Yaani mwanadamu ambaye alitakiwa kufa milele. Sasa Yesu anapokufa kifo chake na hatimaye anafufuka na kupaa mbinguni, ni kama amemaliza sehemu ya kwanza ya ukombozi. Sehemu ya pili inayofuata sasa ni sehemu ya upatanisho wa kudumu na huduma takatifu kama iliyokuwa inafanyika kwenye chumba cha pili cha patakatifu pa patakatifu mno. Ni chumba ambacho kilihitaji kuhani anapoingia humo watu wajipeleleze. Kama kuna dhambi yoyote hajaitubu, huo ndio muda wa kuitaja. Israeli walikuwa wanazunguka kambi hiyo katika siku hiyo, wakifanya upelelezi wa mioyo yao, kuhakikisha ya kwamba hakuna dhambi itakayoachwa ndani ya mtu yeyote. Waziungame zote na kuzitaja, ili kuhani anapofanya upatanisho, afanye upatanisho wa dhambi zote zilizotendwa na Israeli. Sasa hiyo huduma ndio Yesu kaingia kuifanya katika chumba. Yaani tarehe 22 hizo na mwezi wa 10 huo na mwaka 1844, tukio lililotakiwa kutokea ni tukio la Yesu kuingia katika patakatifu pa patakatifu mno, kuanza huduma ya upatanisho kwa damu yake iliyomwagika pale msalabani, kufanya huduma ya kikuhani iliyotabiriwa kwake, huduma ya milele, huduma ambayo ilikuwa kwa Waisraeli walikuwa wanamwakilisha yeye. Sasa anaifanya yeye mwenyewe, na kwa kweli huduma hiyo ya upatanisho itaendelea mpaka mwisho wa wakati. Na tunasoma kwenye Biblia kwamba itafika mahali siku Yesu akimaliza atasema inakwisha, anashuka moja kwa moja kwa ajili ya kuja duniani kuwachukua watu wake. Itakuwa ndio mwisho wa dunia na itakuwa ndio mwisho wa kila kitu duniani. Na huduma hiyo inaendelea tangu mwaka 1844, itaendelea mpaka Yesu atakapotoa tamko. Jambo la pili lilotakiwa kueleweka ni kwamba ilikuwa ni lazima kwanza wafahamu amri 10 za Mungu, ikiwemo amri ya 4 ya kuitunza sabato ya siku ya saba badala ya siku ya kwanza ya juma iliyokuwa ikiendelea kutunzwa vizazi hata vizazi. Unajua, kuanzia mwaka 538 kama tulivyosema, mpaka miaka hiyo ya anguko la dola au utawala wa kidini wa Kirumi, ndipo yani kipindi chote hicho watu walilazimishwa kutunza siku ya kwanza ya juma. Na sasa na katika amri 10 za Mungu, ndani ya amri 10 za Mungu katika amri ya 4 anataka watu wamwabudu katika siku ya saba. Na anasema kwenye kitabu hicho cha Kutoka sura ya 20 na fungu la 8, nitarudia kusema tena, anasema ikumbuke siku ya sabato
uitakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Na fungu la 11 anasema ya kwamba maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari, na siku ya 7 akapumzika. Kwa hiyo akaibarikia siku ya 7 na siku ya Sabato akaitakasa. Na ni tangu mwanzo wa kuumbwa kwa ulimwengu, kwenye sura ya 2 kabisa ya kitabu cha Mwanzo, hapo ndipo imetajwa siku ya 7 kama siku ya ibada. Sasa ilipokuja kufunikwa na hii mamlaka iliyoinuka ambayo Mungu alimpa nafasi ya kufanya ipendavyo. Unajua Mungu wakati fulani anaruhusu mambo kama hayo ili watu wajifunze hata upendo alio nao kwao. Walinganishe hizo serikali ambazo zinainuka na kudai kwamba kuna ukandamizi wa mambo ya kiroho. Yaani kwa lugha nyingine, kipindi hicho chote watu waliabudu katika siku ya kwanza ya juma. Kwa hiyo Yesu kabla Yesu hajatokea tena duniani, ili walazimu hawa watu warudishwe kwenye ukweli, warudishwe kwenye neno la Mungu linavyoelekeza, ikiwemo kujua amri za Mungu, sio kama zilivyoandaliwa na huu kengeufu, lakini kama zilivyo ndani ya Biblia. Mpendo wa msikilizaji na mtazamaji, unajua amri za Mungu ni sehemu muhimu sana katika maisha ya watu wa Mungu. Ukisoma kile kitabu cha Mithali sura ya 9 fungu la 28, anasema yeye ageuzaye sikio lake asisikie sheria za Mungu, huyo mtu Mungu naye hawezi kumsikia. Mtu anayegeuza sikio lake asisikie sheria za Mungu, Mungu naye hawezi kumsikiliza mtu kama huyo. Kwa hiyo ukigeuza sikio lake usisikie sheria za Mungu, unatengeneza mazingira ya kukataliwa na Mungu. Ukisoma kile kitabu cha Zaburi 119 na lile fungu la 118, anasema ya kwamba wale wote wanaozikosa au kuzikataa sheria za Mungu, Mungu naye anawakataa. Na ndio maana unaposoma kitabu cha Ufunuo sura ya 14 na lile fungu la 12, utaona Biblia inasema ya kwamba subira ya watakatifu ni hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu Kristo. Na sabato ya Mungu ni siku ya 7, sio ya kwanza ya juma. Hao waliendelea mbele na mpaka leo wanaendelea, lakini wote walioacha kufuata huo ujumbe, kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 18 na lile fungu la 1, anasema baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Tangazo likasisitizwa sasa kwa wote walioamua kutokufuata huu ukweli, likawa anguko kubwa mpaka makanisa yakageuka kuwa maskani ya mashetani. Na hili unaweza ukalishuhudia mpaka leo, watu wakiwa kwenye dhana ya ibada, lakini mashetani yakiwa yanatawala katika ibada zao, kuwagaragaza, kuwaliza, kufanyaje. Yaani utafikiri Mungu anaabudiwa katika ghasia kama hizo, lakini si kweli. Ni kwa sababu anguko la Babeli lilileta machafuko, kama ilivyo maana yake halisi. Machafuko yalitokea na watu wakamiliki, na mashetani ndio yakatawala, ndio yanayotesa watu wa Mungu mpaka leo. Kwa hiyo tuelewe tu kwamba hivi vipindi tunavyojifunza, nia yake ni kutuelekeza kwamba watu wa Mungu wanasafiri katika vipindi mbalimbali, kikiwemo kipindi hiki cha Philadelphia, lakini lengo lake ni kuwafanya watu wamche Mungu na kumtukuza kulingana na neno lake takatifu. Pendwa msikilizaji na mtazamaji, nikushukuru sana kwa kupata nafasi ya kujifunza pamoja. Lakini kabla hatujafika mwisho wa somo letu la leo, nikualike tena tuombe. Baba mwema mtakatifu ketie juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa upendo wako wa ajabu, kwamba umetufunulia neno lako linalohitaji tujue ukweli kwa kuufuata hata siku ya ukombozi. Bariki msikilizaji na mtazamaji, tubariki sote, utusaidie, utuandae kwa ajili ya ujio wako. Tunaomba hivyo kwa jina la Yesu. Amen.